leo. Kipindi cha habari njema kinaanza kwa sasa. Tunaendelea kutoa shangwe na shukrani kwake Mungu Muumba kuona ametuwezesha tena. Tunashukuru sana. Bwana asifiwe sana. Kipindi cha habari njema ya leo tulipatana wiki iliyopita ya kuwa huyu mwezi wa 12 tunataka tumtukuze Mungu. Tunataka tumshukuru Mungu. Tunataka tumwambie Baba, tumsifu kwa yale mema mengi anatenda. Unaona? Mwaka jana mwezi wa 11 wakati tulianza habari njema, hatukuwa wengi kama leo. Lakini leo ninafurahi sana. Ninapata messages kutoka sehemu zote ulimwenguni. Napata ujumbe wa ndugu wanayefarijika na habari njema. Hilo jambo linanipa nguvu tena ya tuweze kuendelea na kwa uwezo wa jina la Yesu. Habari njema itaendelea siku zote za maisha yetu, na watoto wetu watafuata kufuata habari njema. Bwana asifiwe sana. Nimepata ujumbe nyingi sana wiki hii, ujumbe kutoka Canada, kutoka Norway, kutoka Sweden, kutoka Germany, kutoka Amerika. Hiyo yote inanipa moyo. Alafu ninashangaa, ninastaajabu kwa sababu wakati habari njema ilianza sikuwa najua nitaifanyaje. Lakini Mungu kwa sababu ni kazi yake. Yeye ni Mungu mwenyewe, anaona sehemu zote wakati mmoja. Kumbe alikuwa anafahamu kuwa Kiswahili kinatakikana katika mitambo. Tunatoa shangwe na shukrani jioni ya leo tukisema Baba, hatuna jambo la kuzungumza. Baba, tunakushukuru kwa kuwa wewe yale unayopanga binadamu hatuelewi, lakini wewe unaona ulimwenguni sehemu zote kwa wakati mmoja. Hilo jambo lenyewe peke yake, ndugu zangu popote pale mlipo, ni kumtukuza Bwana na kumwambia Baba tunatoa shangwe na shukrani, na kumwambia Baba tunainua jina lako, na kumwambia Baba, hakuna kama yeye, hakuna kama Mungu Muumba ule aliyetuumba sisi kwa mfano wake. Tunainua jina lako Bwana. Natoa shangwe na shukrani sana. Kwa wale wanaefuata habari njema sikia mara kwanza leo, mimi naitwa Dada Bahati. Na mimi Dada Bahati si pastor, sikusoma kuwa pastor. Nilisoma kazi zingine za kujisaidia katika maisha. Lakini imefikia sasa wito wa Bwana nianze kipindi cha habari njema. Unaona? Mimi naita ni Dada Bahati, hiyo inanifurahisha. Unaona, ukipendelea sana kama unatafuta kuniongeza cheo, saa nyingine uniite evangelist. Lakini mimi mwenyewe napendelea kuitwa Dada Bahati. Unaona? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nyewe mnayefuata habari njema sikia mara kwanza, habari njema, kwa nini tuliita habari njema? Tuliita habari njema kwa sababu ni neno lake Bwana. Neno la ufariji, neno la ulinzi, neno la mwanga, neno la uponyi, neno unayeita wakati wowote na anakuwa pamoja nawe. Lile neno, maana yake anasema mwanzo nilikuwa neno, na neno lilikuwa pamoja naye Bwana. Ukiwa huko na neno lake Bwana, ukiwa huko na habari njema yake Bwana, unakuwa pamoja naye Mungu. Bwana asifiwe sana. Na tutaendelea kumtukuza siku zote za maisha yetu. Unaona, kipindi cha habari njema kinakuja kila siku ya 4 saa 2 mpaka saa 3 ya usiku. Na ni wakati wa kujifunza zile Biblia, hadithi ya watu wa zamani, walijiondoa vipi katika matatizo, Mungu aliwafungua vipi kutoka kwenye vifungo. Kwa kuwa sisi pia tunapitia vifungo namna moja ama nyingine, na tunahitaji tufunguke. Unaona? Na hakuna namna nyingine. Kimbilio letu ni Yesu. Unaona, alituachia katiba ya maisha, constitution. Akasema lile neno lake tufuatane nalo usiku na mchana. Na lile neno lina uwezo wa kuponya. Lile neno lina uwezo wa kubadilisha. Lile neno lina uwezo wa kukufanya wewe uwe mtu mwingine tofauti. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tunatoa shangwe na shukrani jioni ya leo kwa kuwa mfalme wa falme, Bwana mabwana yuko katika kipindi cha habari njema. Sasa tunafuatia ni kumkabidhi habari njema, habari yake. Kipindi hiki ni mali yake. Kipindi hiki sio mali yangu mimi. Tumuite mfalme wa falme, Bwana mabwana. Tumkaribishe. Malaika zake washike sehemu zote. Malaika zake wasimame nanyi huko mliko. Unaona? Wiki hii ni wiki ya kumtukuza mfalme wa falme. Tumuite Bwana kwa uwezo wa jina lake Yesu. Mfalme wa falme, Bwana mabwana. Kimbilio letu ni wewe Bwana. Jioni ya leo tukikutana na sisi watu wa Swahili, tumekutanana ili tuseme Bwana tunakutukuza. Tuseme Bwana tunasifu jina lako. Tuseme Bwana tunainua jina lako, kwa kuwa jina lako ni jina la pekee.
ni jina lenye nguvu, ni jina lenye uwezo, ni jina lenye faraja, ni jina lenye msamaha, ni jina. Ukiita jina la Yesu, oh Yesu, hakuna kigumu kinaweza kuwa kiko hapo. Jina la Yesu ni jina lenye mwanga. Ninakualika jioni ya leo katika habari njema. Kipindi chako Baba kiko hewani. Ninaomba malaika zako wasimame katika nyumba ya kipindi hiki kinafanyika sasa hivi. Ninakuomba malaika zako wateremke katika nyumba ya watoto wako, ulimwengu pote, wale wanayefuata habari njema kupitia mitambo ya www.startvinternational.com. Baba, wale wanayepitia wanafuata habari njema kupitia mitambo ya Urao TV. Baba, ninaomba nyumba zote ziweze kujaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Leo ni usiku wa kukutukuza na kukushukuru. Mfalme wa falme, Bwana mabwana, hatuna kimbilio lingine bali wewe, Alfa na Omega wetu, wewe jana leo hata milele na milele, usiyebadilika. Mungu ni wewe. Tunatoa shangwe na shukrani, tunainua jina lako na tunasema Bwana, tunakupenda na moyo wetu wote. Tunasema Bwana, tunafungua roho, akili na moyo ili uweze kuingia. Neno hili linapokwenda liwe na kutubadilisha siku zote za maisha yetu kwa uwezo wa jina lake Yesu. Na sisi wote tunasemaje? Amina, na iwe hivyo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa leo katika kule kutukuza Mungu, inataka tumshukuru Mungu, tumtukuze Mungu. Unaona, mwezi jana tulikuwa tunaomba nini? Tuliombea Kongo na tukatoa unabii wa kusema kama watu wetu wote Kongo kwa jumla, hakuna yoyote atakayepatwa na siasa ya aina moja ama nyingine. Ndio maombi agano tulimuomba Mungu, na kwa kweli mpaka saa hizi ukiangalia habari ya Kongo, kuna usalama, kuna ukimya. Ndio watu watatu wangapi wamepata ajali, wamekutwa na mkumbo, lakini sio kama vile tulikuwa tunajifikiria. Na ninaamini ya kuwa neema yake Bwana, mkono wake Bwana, Alfa na Omega wetu, linaendelea kulinda nchi ile kwa uwezo wa jina lake Bwana, kwa uwezo wa jina lake Mfalme, kwa uwezo wa jina lako Yesu. Wewe jana leo hata milele na milele, asiyebadilika Mungu. Ninajua Bwana, dakika hii na size, malaika zako wangali wanazunguka Kongo nzima. Malaika zako wanaendelea kuzunguka kuleta ulinzi, kuleta faraja, kuleta kila shida yoyote wakongomani wanayohitaji wakati huu. Baba, ninajua wewe ni Mungu wa kuita na kuitika. Unasema niite wakati wa shida, nitakuwa pamoja nawe. Na hiyo ni shida, lakini sio shida tena kwa kuwa tumekukabidhi wewe, Mfalme wa falme, wewe Bwana wa mabwana. Ninajua kuwa unatenda. Binadamu fikira zetu ni ndogo sana, tunajifikia tutawezaje pale Kongo. Lakini mimi ninaamini ya kuwa Mfalme wa falme kupita. Na nikisema Baba tenda, unatenda na umetenda. Ninainua jina lako. Asante Mfalme wangu. Sasa katika kumshukuru Mungu leo tunaingia katika Zaburi. Tunaingia katika Zaburi sura ya 136. Zaburi 136. Na katika kitabu cha Zaburi tunasemaje? Mstari wa kwanza unasema kuwa mshukuru Bwana kwa kuwa ni mwema, upendo wake wadumu milele. Haleluya. Mshukuru Bwana kwa kuwa ni mwema. Yesu, upendo wake wadumu milele. Ndugu yangu popote pale ulipo, mshukuru Mfalme wa falme kwa kuwa upendo wake wadumu milele. Wengi wetu tulitoka Afrika. Wakati tulitoka Afrika, kama mimi kwanza hapa, wakati nilikuwa sijui jambo hata moja, nilikuwa sijui hata habari moja, lakini kwa kuwa alikuwa ameshapanga kuweka njia kule kwenye hakuna njia. Fikira zangu kule nilikuwa naishia ndio hapo, lakini Bwana alijiinua, akajidhihirisha, Yesu, mpaka leo ninamsifu. Na nafikiri ndugu yangu hata na wewe ni hivyo hivyo, popote pale ulipo ni hivyo hivyo. Umepitia matatizo mengi katika maisha, lakini haukufa. Matatizo yanakuja, wewe unabaki mzima. Gisi utakombolewa haujui. Unasema sikujua hata namna nilitoka kwenye ile tatizo. Ni kwa sababu ya wema na upendo wake wadumu milele na milele. Akiwa amekuchagua, akiwa anakulinda, hakuachi katika matatizo. Msaada utatoka kule usikojua wewe. Bwana wetu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Jioni ya leo ni jioni ya kumtukuza Mfalme wa falme. Jioni ya leo ni jioni ya kumwambia Baba, tuko hapa watoto wa habari njema. Hatuna jambo lingine mwezi wa 12 wote, bali kusema tunatoa shangwe na shukrani, kutukuza jina lako, kukusifu kwa yale makubwa unaendelea kutenda, yale unaitenda katika maisha yetu siku na mchana. Mfalme wa falme, tunatoa shangwe na shukrani sana. Ndugu zangu popote pale mlipo, saa nyingine mimi, lakini tu reflect kwanza.
Turejee mwezi wa 12 mwaka jana. Watu wangapi ulikuwa unawajua wamefariki? Watu wangapi hawataona Christmas? Watu wangapi hawatafika mwaka mpya? Ndugu yangu, mimi na wewe tukiwa tuko wazima, si kwa sababu tuko wanene, si kwa sababu tuko wazuri, si kwa sababu tuna nguvu, si kwa sababu tuna akili. Hapana, ni kwa sababu ya neema yake Bwana, ni kwa sababu ya ulinzi wake Bwana, ni kwa sababu ya fadhila zake Mfalme wa wafalme peke yake, ni kwa sababu ya lile agano lake, anayesema ukiniita niko pamoja nawe usiku na mchana. Unaona, anakuwa yuko pamoja nasi usiku na mchana, akitulinda sisi na vyetu vyote. Tutainua jina lake usiku wa leo. Usiku wa leo ni usiku, popote pale ulipo, ndugu zangu wa kike na wa kiume, popote pale, usijali. Hata kama ungali unaona mauzauza, hata kama ungali unaona uzito, hata kama unaenda ungali unaona nini, jambo moja nakuja kukuambia ya kuwa mtukuze kwa sababu ungali mzima. Mtukuze kwa sababu wewe ungali mzima. Bwana asifiwe sana. Anasema kule kaburini ukifa hauwezi kumtukuza Mungu. Ukishafunikwa na udongo, mdomo unafungwa. Oh Yesu, ukishafunikwa na udongo unakwenda moja kwa moja unasabulika. Lakini tungali wazima, huyo ndio wakati wa kumtukuza Mfalme wa wafalme. Huyo ndio wakati wa kuinua jina lake. Na habari njema, mwezi wa 12 ni mwezi wa kumtukuza Bwana wa mabwana. Ni mwezi wa kumtukuza kimbilio letu. Ni mwezi wa kumtukuza yeye. Zile shida tunazo, tunaziacha kwanza pembeni, kwa sababu anasema fuata kwanza ufalme wa mbingu na yale yote unayohitaji yatafuatilia. Fuata kwanza neno lake Bwana. Fuata kwanza katiba ya maisha. Fuata kwanza kumpenda Mungu. Alafu zile shida zako zote unazo, yale matatizo yote unayoyaona yatafuata. Yote Bwana atatatua moja moja. Wakati unashughulika na kazi zake Bwana, Bwana anashughulika na matatizo yako wewe. Wakati unahusiana naye Bwana, Bwana anahusiana na wewe. Kwa hiyo usiangalie ukubwa wa matatizo yako, lakini angalia ukubwa wa Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Anasema mimi ni Al Shaddai. Al Shaddai maana yake Mungu mwenye uwezo na nguvu. Ule Al Shaddai mwenye uwezo na nguvu, ni tatizo gani unalo wewe? Unaona kama ya Al Shaddai hataweza? Usiku wale tunainua jina la Al Shaddai. Tunasema Bwana, uwezo wako na nguvu zako tunasifu, kwa kuwa unaendelea kutenda makubwa. Makubwa unaendelea kutenda usiku na mchana. Usiku na mchana. Tuingie mstari wa 2 tuone. Mstari wa 2 unasema, mshukuruni Mungu wa miungu, upendo wake wadumu milele. Mshukuruni Mungu wa miungu. Hapa imeandikwa vizuri, Mungu wa miungu, kwa kuwa upendo wake wadumu milele. Ndugu yangu, ikiwa kama ungali na kasanamu chumbani kwako, kale unakwenda unapatia kapombe kidogo, kale unakwenda unapatia kachakula ka ugali na kanyama, huyo ni miungu. Anasema mshukuruni Mungu wa miungu, kwa kuwa anadumu milele. Anadumu na upendo wake wadumu milele. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Anasema mshukuruni Mungu wa miungu. Mungu wa miungu ni Mungu gani unamfuatilia ndugu yangu katika maisha yako? Ni Mungu gani ule unayemtukuza leo? Tunamtukuza Mungu aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Peke yake ndiye tunayemtukuza. Hatutukuzi miungu, lakini Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Bwana asifiwe sana. Twende katika mstari wa 3. Mstari wa 3 unasema, mshukuruni Bwana wa mabwana, upendo wake wadumu milele. Upendo wake hatujauacha. Upendo wake unaendelea kufuatana na sisi usiku na mchana, na tunashukuru jina lake na tunainua jina lake, kwa kuwa upendo wake wadumu milele. Baba, tunatoa shangwe na shukrani jioni ya leo, kwa kuwa upendo wako wadumu milele. Tunainua jina lako Bwana, kwa kuwa upendo wako wadumu milele. Wewe ni Mfalme wa wafalme, wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni Mungu wa miungu. Upendo wako unadumu milele. Jioni ya leo habari njema ni upendo wako, tunainua peke yake upendo wako Bwana. Asante Bwana, tunatoa shangwe na shukrani kwa sababu habari njema umetushika na mikono miwili. Oh Yesu, hatukuanguka wala hatukukwaa. Katika huu mwaka mzima tuliendelea vizuri Bwana. Hatuna deni ya mtu yoyote wala yoyote, kwa sababu ya upendo wako wadumu milele. Kwa sababu wewe Bwana mabwana haukutuachilia, kwa sababu wewe Mungu wa miungu haukututupa. Uliendelea kutupa nguvu na ujasiri Baba. Tunaamka asubuhi sio kwa nguvu zetu, lakini kwa uwezo wako wewe Bwana, kwa upendo wako wewe, kwa kuwa wadumu milele na milele. Bwana asifiwe sana. Tunaingia mstari wa 4. Mstari wa 4 unasema, kwa wale wamefungua habari njema kwa muda huyu, tunasoma Zaburi 36.
136 ama Zaburi 136 na nimeshafikia mstari wa 4. Bwana asifiwe sana. Tuendelee tuone mstari wa 4. Kwake yeye pekee atendaye maajabu makuu, upendo wake wadumu milele. Kwake yeye pekee, katika ule mlima unayoona, katika lile shimo unajiona uko ndani yake, katika yale maji marefu unayoona, ndugu yangu, usiku wa leo mtukuze tu. Usiangalie ukubwa wa urefu wa lile shimo, usiangalie urefu wa ule mlima, usiangalie uzito wa matatizo, lakini mtukuze Bwana kwa kuwa upendo wake wadumu milele na milele. Anasema yeye atenda maajabu makuu. Maajabu makuu yatakuondoa kwenye shimo, maajabu makuu yatalaza ile milima, maajabu makuu yatakuondoa kwenye yale maji marefu, maajabu makuu ikiwa kama una ugonjwa, Bwana atakuponya usiku wa leo. Kitu ninachokuomba, mtukuze mfalme wa falme, kwa kuwa upendo wake, maajabu yake na upendo wake wadumu milele na milele. Wadumu milele na milele. Kudumu milele na milele maana yake nini? Yale aliyetenda jana angali anatenda leo. Yale aliyotenda na mababu zetu na mababa zetu angali anatenda leo, kwa kuwa yeye ni wa milele na milele. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tuingie mstari wa 5. Mstari wa 5 unasema, ambaye kwa ufahamu wake aliziumba mbingu, upendo wake wadumu milele. Ufahamu wake Bwana, huyu Mungu wetu, huyu Mungu ni Mungu wa kushangaza sana. Huyu Mungu ni Mungu wa kushangaza sana. Anasema kwa ufahamu wake. Angalia ulimwengu na vyote vilivyo. Kaa kwanza chini ujifikirie. Huyu mtu aliyepata hii vision au hii akili ya kuweza kuumba ulimwengu. Ndugu zangu, ukiwa tu hauna kidole kimoja, mkono kidole kimoja ukijigonga tu na hama, kidole kinakuwa, mkono mzima unakuwa hauna nguvu. Unaona? Kidole tu hiki peke yake kinafanya mkono mzima hautakuwa na kazi siku hiyo. Unaona? Tuseme tu ukamate jicho moja tu, uvumbi kidogo ingie kwenye jicho. Jicho lile litakuwa halina kazi mchana wote. Bwana ni Mungu wa kutukuzwa kwa ule ukubwa wake na ule ufahamu wake wa kuweza kuumba. Angalia vile tunavyoviona, tusivyoviona hatuvijui. Unajifikiria alifanyaje maajabu kwanza kuumba ulimwengu? Maajabu ya kuumba ulimwengu, alikamata sijui udongo akauachanisha na maji, na ule udongo akisema tu leo anagonga tu kidole, yale maji atafunika ardhi nzima. Unaona, Mungu ni Mungu wa fahamu. Kwa sababu ya ile fahamu yake, usiku wa leo tunasema Baba, habari njema inasema tunatukuza jina lako, tunainua jina lako, kwa kuwa wewe ni Mungu wa fahamu. Fahamu yako iliumba ulimwengu na vyote vilivyo. Fahamu yako ilituumba sisi wote makabila tofauti. Fahamu yako Bwana, Yesu, sijui nitakutukuza namna gani jioni ya leo. Kwa fahamu yako na upendo wako wadumu milele, tunainua jina lako katika kipindi cha habari njema ya leo. Mwezi wa 12 ni mwezi wa kutukuza wewe, kwa sababu wewe ndio ulianza hiki kipindi, na hiki kipindi tunaamini ya kuwa unaendelea kukipatia nguvu na ujasiri. Kwa hiyo mwezi wote huu ni mwezi wa kutukuza wewe Bwana, kuinua jina lako usiku na mchana, na kusema Bwana, habari njema inatoa shangwe na shukrani, kwa kuwa haukututupa huko pamoja nasi. Bwana, makanisa mengi yalianza lakini hayakumaliza mwaka. Wahubiri wengi walianza lakini hawakuendelea. Lakini sisi tunatoa shangwe na shukrani Bwana, kwa kuwa umetuwezesha na tuko wazima. Umetuwezesha hata habari njema inaendelea. Namna uliojifikiria habari njema ni ufahamu wako peke yako. Mimi sielewa hata jambo hata moja. Bwana, tunatoa shangwe na shukrani. Tunatoa shangwe na shukrani. Habari njema inatangazwa London, wenye wako Amerika wanafuata. Habari njema inazungumzwa London, wenye wako Canada wanafuata. Habari njema inaongelewa hapa, wenye wako Norway, Sweden, Paris, Belgium, Ujerumani wanafuata. Mfalme wa falme, sikuwa najifikiria hayo yote. Bwana, nilikuwa najifikiria kama nitaanza kanisa vipi. Sina pesa, sina chochote. Lakini wewe Bwana unayeweka njia kwenye hakuna njia, umeweka njia kwenye habari njema. Leo habari njema imekwenda international. Habari njema inasikilika ulimwengu mzima. Sio kwa sababu mimi nina nguvu wala nina akili. Mfalme wa falme, kwa sababu yako wewe na uwezo wako na upendo wako. Kwa sababu wewe, Yesu, ufahamu wako uliziumba mbingu zote. Mbingu zote ufahamu wako. Na ndio kwa maana habari njema haitokuwa chini. Habari njema inaendelea kwa sababu wewe Bwana uko ndani yake.
Mimi sijali hata kama iwe vipi, kwa sababu ninajua kipindi hiki ni kipindi chako. Hata nikiona milima, ninajua kama hiyo milima ni temporary. Ninajua kama ile milima kwanza haitasogea, kwa sababu kipindi hiki ni kipindi cha mfalme wa falme, Bwana mabwana, ule aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo, akaumba mbingu kwa ufahamu wake. Kwa hiyo usiku wa leo hatuna jambo lingine, hatuna jambo lingine. Jambo letu tunalokuwa nalo mwezi wa 12, mwezi wa 12 tunakutukuza wewe Bwana, tunakutukuza wewe. Kimbilio letu ni wewe peke yake, wewe peke yake. Na ninajua kuwa na makubwa mengi unaendelea kutenda. Haya tunaona katika habari njema ya mwaka mmoja peke yake bila deni. Hii ni kidogo, kwa kuwa ninajua miaka inayokuja wewe mwenyewe utateremsha nguvu yako katika habari njema. Nguvu yako peke yake itakuwa katika habari njema, wakati neno linakwenda linatoka kwako straight away na linakwenda kuaffect kwa uwezo wa jina lake Yesu. Baba, ninatoa shangwe na shukrani kwa kuwa uko katika neno hili, kwa kuwa uko katika kipindi hiki, kwa kuwa kipindi hiki ni cha kwako wewe, na usikiachi kamwe Baba, lakini uendelee kutujaza nguvu na ujasiri. Utupe ule moyo wa kupenda kazi yako na kukupenda wewe. Habari njema tunajiuza kwako, sisi na vyetu vyote, sisi na watoto wetu tutatumikia habari njema siku zote za maisha yetu, kwa uwezo wa jina lake Bwana. Tunaingia mstari wake wa 6. Mstari wa 6 unasema, ambaye alitandaza duniani juu ya maji, upendo wake wadumu milele. Haleluya! Alitandaza dunia juu ya maji, alitandaza dunia juu ya maji, upendo wake wadumu milele na milele. Hayo ni maishara peke yake. Bwana anatenda. Ni jambo gani zito? Ni jambo gani kubwa? Ni jambo gani lile unaona limekaa miaka na miaka, linaambatana kufatana ukoo na ukoo na ukoo wa kufuata, unayeona kama ni la kuzidia, la kushindikana? Ninakuarifu usiku wa leo, lipe Bwana mabwana, mtukuze na mshukuru. Anza kutabiria unabii, anza kusembia lile tatizo. Usiku wa leo tatizo sikuangalia, ninaangalia ukubwa wa Mungu wangu, ninaangalia ukubwa wa yule aliyeniumba, na lile tatizo nisikudanganyi, litayeyuka peke yake. Usiangalie ukubwa wa matatizo yako, lakini angalia ukubwa wa Mungu wetu. Na unazungumza katika mdomo wako, unasema, Baba, sintakufa, nitaishi kutangaza maajabu yako. Baba, sintakufa, nitaishi kutangaza miujiza yako. Bwana, siwezi kufa, nitaishi kutangaza yale mema umetenda. Sintakufa, lakini nitaishi kutangaza ule upendo wako, yale umenitendea katika maisha yako. Ndio tunatamka mwezi huyu. Mwezi huyu sio mwezi wa kuangalia matatizo. Tunajitayarisha kuingia mwaka unakuja. Tunataka ule mwaka unayekuja ni mwaka yale mahitaji yote tuko nayo kwake Bwana yaanze kuja moja moja, na yatakuja kwa uwezo wa jina la Yesu. Yatakuja kwa sababu anasema, niite wakati wako wa shida na nitakuwa pamoja nanyi, na chochote mtakachoomba nitawapatia. Unaona, chochote kile unayekiona ni kikubwa, acha kukiangalia kama ni kikubwa. Angalia ukubwa wa mfalme wa falme, Bwana mabwana. Angalia ukubwa wa master, it is finished. Alisema msalabani, nimemaliza. Hakumaliza shida zangu peke yangu, alimaliza shida za watu wote ulimwenguni. Shida za ulimwengu wote alimaliza. Lakini muite, mtukuze usiku wa leo. Umtukuze usiku wa leo. Ikiwa una matatizo ya ndoa, usiangalie matatizo ya ndoa. Hivi tunasema, Bwana, ikiwa kama ndoa inakufa, ninajua kama ndoa ya mimi na wewe Yesu haitokufa kama. Na unaambatana na kuomba, unaambatana. Usiangalie tena yale mwenzako anafanya. Ikiwa hakupiki chakula mnyumba kaka, ikiwa baba anaingia usiku, ikiwa nini, acha, nenda kwa mfalme wa falme, Bwana mabwana. Kimbilia kwenye magoti yako na uone kama ule mlima utaendelea. Ule mlima utakuja kuyeyuka peke yake, na utaona namna inabadilika. Bwana asifiwe sana. Sisi habari njema tunajifunza kupigana na matatizo kiroho. Hapana kipalala. Asema baba ameingia na kawia, vita inaanza. Unatoka wapi? Ulikuwa wapi? Sijui. Wewe, nini? Hapana. Mtukuze Mungu tu. Naambia Baba, ninakutukuza. Kijana wako hajaingia ndani, lakini Bwana, kama kuna matatizo njia zake zote, ninakuomba mfalme wa falme, ninakutukuza kwa sababu wewe unaendelea kumlinda, kwa sababu wewe unaendelea kumchunga. Watoto wako hivyo. Hata mtoto akifanya makosa, unaingia chumbani unasema, mfalme wa falme, huyu mtoto ulinipatia wewe. Ninatoa shangwe na shukrani, ninainua jina lako Bwana, kwa kuwa unaanza kutabiria mazuri. Huyu mwezi ni mwezi wa kutabiria mazuri. Yale unaona ni mazito, usiyafuatilie. Wewe tamka.
Anasema kama nimewapatia nguvu na ujasiri, utatamka jambo na litatendeka. Ni jambo gani? Unaona linasimama kama mlima ndani kwako. Simama kwenye miguu yako na umwambie Bwana, mabwana, nimechoka na nimechoka. Na huu ni wakati sasa. Ninasemaje? Sirudi kuangalia masuala yote ya matatizo, lakini ninakutukuza wewe katika nyumba hii. Ninakutukuza katika maisha yangu. Halafu Bwana, haya matatizo nione kama yanaendelea na mimi. Hawezi kukuacha na matatizo wakati unamtukuza. Hawezi. Usiangalie ukubwa wa matatizo. Ndio ninaelewa ni vigumu. Ninaelewa ni vigumu. Lakini ndio tunajifunza sasa namna ya kuwa watu tofauti. Bwana asifiwe sana. Bwana wetu asifiwe sana. Tunaingia katika mstari wa 7. Mstari wa 7 unasema, ambaye aliumba mianga mikubwa, upendo wake wadumu milele. Mfalme wa falme aliumba mianga. Aliumba mianga. Ulimwengu ungekuwa ni giza moja kwa moja, lakini aliumba mwanga. Jifikirie mwanga unatoka wapi? Unaweza kuumbaje? Kwa kuwa yeye ni mkuu, ni Mungu mkuu, ni Mungu mwenye fahamu zake zazidia kila chochote. Kwa hiyo usijisumbui kuwa unaanza kufanya M+1 kwa kutatua matatizo yako. Yale matatizo yalivyoumbwa yakacha kwa maisha yako, wewe unajua hesabu ilifanyika? Haujui. Lakini Mungu mwenyewe anajua. Ndio kwa maana jioni leo unasema, Baba, natoa shangwe na shukrani kwa sababu yale matatizo yote yameisha. Yale matatizo siyaoni tena. Ule ugonjwa wote umekimbi. Unatamkia unabii, ninatoa shangwe na shukrani Bwana kwa sababu umeniponya ile rheumatism. Ninatoa shangwe na shukrani Bwana kwa sababu umeondoa zile fibroid. Unatoa shangwe na shukrani kabla haujaona. Na mfalme wa falme usiku wa leo anatenda. Ni usiku wa kutoa shangwe na shukrani. Ni jambo gani unayohitaji mwezi huu, mwaka unakuja Bwana kufanyia? Ni jambo gani? Ni ndoa imeenda vibaya? Ni afya haiko nzuri? Ni kazi inaleta matatizo? Kimbilia kwake, kimbilio letu. Kimbilia kwake Bwana mabwana, Mungu wa miungu, mfalme wa falme. Mkabidhi matatizo yote, alafu uone kama atatenda. Mimi ninachokijua ya kuwa siwezi kumuita siku 3. Siwezi. Nikimuita siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, mfalme wa falme na majeshi ya mbingu anateremka katika hilo tatizo kwa uwezo wa jina la Yesu. Hayo ndio ninayoamini mimi, kwa sababu ninamuita Mungu aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Usijisumbui kunisumbua, kwa sababu wakati ninaenda kwenye magoti yangu na nikiita Bwana mabwana, Yesu, ninajua namna anavyotenda. Ninajua namna anavyotenda. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunainua jina lake usiku wa leo, kwa kuwa upendo wake wadumu milele. Upendo wake wadumu milele. Upendo wake wadumu milele. Akiwa alikuchagua kwenye tumbo la mama yako akasema, wewe ni mwanangu, utakwenda katika njia za dhambi, lakini hatakuacha. Hatakuacha. Hata kungojea ukishafurahi, umefurahi, anarudia tena, mwanangu njoo. Tunajua maisha ya mfalme Daudi. Daudi alitenda dhambi za aina na aina, lakini Bwana alikuwa amempenda tu akampenda. Na katika njia zake za dhambi zote Daudi alikwenda. Mwisho Mungu alimuita kijana mwenye roho kama yake yeye Mungu. Bwana asifiwe sana. Usiangalie uzito wa madhambi umeshatenda. Mungu anatupenda sisi watenda maovu kama vile mimi. Bwana ananipenda na madhambi yangu yote yale. Unajua pia kwa mtenda maovu unapata experience katika hizo dhambi. Maana yake ukienda kwenye kuna situation unaingia ndani, zinakuacha kovu. Zile kovu hautosahau. Unakuwa unaangalia ni reference. Nilienda kuiba akanikata mkono. Kwa mfano, yale unayoyapenda katika maisha yako yatakuja, lakini Bwana atakuokoa. Akishakuokoa zile kovu utabaki nazo. Na zile kovu ndio zinaendelea kuonesha kama ulitendaga hivi. Angalia kovu yake iko pale. Bwana katika dhambi zetu anatupenda. Kwa hiyo usiku wa leo usiangalie uzito wa madhambi yako. Usiangalie uzito ya yale umeshatenda katika maisha yako, kwa sababu anasema, waache wenye dhambi waje kwangu. Alikufa ili sisi tupate uhuru. Unachofanya usiku wa leo na dhambi zako zote, unachofanya usiku wa leo, unasema Bwana, ninatoa shangwe na shukrani kwa sababu ulimtoa mwanao Yesu akafa msalabani ili niweze kuwa huru. Ninatoa shangwe na shukrani huyu mwezi wa 12 kwa sababu mwaka kesho mimi ninakuwa mwingine, siku yule wa jana. Ninatoa shangwe na shukrani kwa sababu ninafuata msalaba wa Yesu peke yake. Ninatoa shangwe. Unatabiria yale unayetaka yaendelee kufanyika katika maisha yako, na mfalme wa falme atatenda. Bwana wetu ni Bwana mwaminifu. Ni yule Mungu kimuita anatenda. Usingoje mtu akuombee. Wewe mwenyewe una ulimi na una mdomo wa kuweza kuongea.
Ulimi wako sio wa kudanganya watu tu. Ulimi wako sio wa kwenda kusuka wala kuongea lugha zingine. Ulimi wako ni wa kuongea na muumba wako aliyekuumba. Bwana mabwana, mfalme wa falme. Zungumza naye. Zungumza naye. Yale unayohitaji Bwana atatenda usiku wa leo. Lakini njia tunayoifuata mwezi huu ni njia ya kumtukuza. Ni njia ya kusema Baba, hakuna Mungu kama wewe. Ni wewe peke yake. Mwezi wa 12 huu tunamtolea shangwe na shukrani. Bwana asifiwe sana. Msisahau Paulo na Sila pale gerezani. Paulo na Sila gerezani walifungwa miguu, wakafungwa mikono, wakafungwa na gereza mlango ukafungwa. Kufungwa miguu maana yake kufungwa mwendo. Yale ungetenda kwa mwaka mzima unatenda kwa miaka 10. Ukifungwa mikono maana yake umefungwa kazi zako za mikono, activities. Kwa hiyo yale ungetaka kufanya yanakuwa ni mazito. Alafu wakaenda tena wakafunga na nyumba kabisa, wakatia minyororo. Lakini wale wakuu wa gereza walikosea jambo moja. Unajua kitu walishindwa kufanya? Hawakufunga mdomo. Ndugu yangu, maadui zako wale waliokufunga, nashukuru Mungu kwa kuwa wewe sio bubu. Ungali na uwezo wa kutamka, ungali na uwezo wa kuimba. Paulo na Sila walitukuza Mungu mle gerezani. O Yesu, walimtukuza Mungu. Wawili tu, hawakuwa wane. Paulo na Sila walikuwa watu wawili, walimtukuza Mungu gerezani. Tetemeko liliteremka, likavunja kila kitu, milango yote kafunguka na zile kamba zote zikaondoka. Paulo na Sila hawakuombewa na prophet wala na pastor. Ninazungumza haya kila siku, sio kwa kuwa ninawakataa maprofeti na mapasta, hapana. Ni kwa sababu ninataka tuwe chama chenye nguvu. Hata kama prophet hayuko tunaweza kuomba. Hata kama mpasta hayuko sisi wenyewe tunajiombea kwa uwezo wa jina lake Yesu. Kwa uwezo wa jina lake Yesu. Paulo na Sila walifungwa mikono na miguu, lakini hawakufungwa mdomo. Natoa shangwe na shukrani jioni ya leo kwa sababu Mungu ananiwezesha naweza hata nikaongea. Wengine ulimi umepata kansa, wako hospitali hawawezi kuongea. Wengine ulimi wa bubu hawawezi kuinua ulimi mdomoni. Lakini mimi ninatoa shangwe na shukrani jioni ya leo kwa kuwa kwa neema yake, kwa upendo wake ninaongea, ninaweza kutamka. Hiyo yenyewe ni jambo la kutukuza Mungu. Ni jambo la kusema Bwana, hakuna kama wewe mfalme wa falme, kwa kuwa unanipenda. Unaniacha hata na mimi niwe na uwezo kupaza sauti yangu kukuita wewe Bwana. Kuna wengine wanataka kumuita Mungu, kutamka Mungu anashindwa. Lakini wewe unaweza kutamka Mungu na unashindwa kumuita wakati uko mzima. Ndugu yangu, wakati unakufa umeenda kaburini, Yesu, mdomo unafungwa, ule ulimi haukutumikisha sawa sawa, mdomo unafungwa moja kwa moja. Ninakuja kukuambia usiku wa leo, huyu mwezi wa 12 ni mwezi wa kumtukuza Bwana mabwana. Huyu mwezi wa 12 ni mwezi wa kusema Baba kwa ulimi wako wewe. Usingojee pastor akuzungumzie. Pastor na matatizo yake, pastor na agenda yake na Mungu wake. Wewe uwe na agenda yako na Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ulimi kuongea peke yake na kumtukuza Mungu ni jambo la ajabu. Ni jambo la ajabu. Bwana asifiwe sana. Tuingie mstari wa 8. Mstari wa 8 unasema hapa, jua litawale mchana, upendo wake wadumu milele. Mwezi na nyota vitawale usiku, upendo wake wadumu milele. Yesu. Jua litawale mchana. Jua lina mambo yake mchana. Jua lina mambo yake. Mambo ya jua yanakuwa na yenyewe, unakunywa maji, unachomeka ngozi, yana mambo yake. Kifiziki yana mambo yake, kiroho. Lakini yale mambo yote yanayoambatana na jua, usiku, mchana, anasema upendo wake wadumu milele. Jua halitokupiga mchana. Anasema nitakulinda na mkono wangu. Kumbe jua linaweza kumpiga mtu. Jua hili tunalionaga kumbe linaweza likampiga mtu. Lakini Biblia inasema kuwa jua litawale mchana, upendo wake wadumu milele. Litawale linavyojua kutawala. Lakini upendo wake Bwana hautotuacha. Unaona? Katika Zaburi 1:2 mstari wa 6 nasema, jua halitokupiga mchana wala mwezi usiku. Kumbe jua linampigaga binadamu. Unaona? Kwa hiyo zile shida zote zinazoambatana na mchana, zilipa ngoga zitakusumbua mchana tu. Zile zote tunatoa shangwe na shukrani kwa sababu Bwana anatuwezesha.
Ametupa ile ufahamu wa kuweza kujua kuna matatizo yanaambatana na jua, kuna matatizo yanaambatana na mwezi, na yeye anaendelea kutulinda. Kwa hiyo tunatoa shangwe na shukrani kwa sababu ulinzi wake unatulinda mchana, kwa sababu ulinzi wake unatulinda usiku. Unaona? Bwana asifiwe sana. Anasema mwezi na nyota vitawale usiku, upendo wake wadumu milele. Upendo wake udumu milele. Maana yake zile shida unazozipitia mchana, zile unazozipitia usiku, Bwana upendo wake hautokuacha. Anakuwa yuko pamoja nasi milele na milele. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 10 unasema, kwake yeye aliyempiga mzaliwa wa kwanza wa Misri, upendo wake wadumu milele. Upendo wake Bwana wadumu milele. Aliwapiga wazaliwa wa kwanza kule Misri kwa sababu ya upendo wake. Na wale maadui zako wanayekusumbua, na wale maadui zako wanayekuletea mauzauza, Bwana anawapiga wazaliwa wao kwa sababu yeye kukusumbua wewe. Tunatoa shangwe na shukrani kwa sababu yale aliyotenda hapa kwa Misri ndio anaendelea kutenda kwa kambi ya maadui zetu kwa uwezo wa jina lake Yesu. Manake hapa ulinzi wake unaendelea milele na milele. Bwana asifiwe sana. Twende mstari wa 11. Mstari wa 11 unasema, na kuwatoa Israeli katikati yao. Wale maadui zako waliokubana wanasema, huyu hata uliwaga, huyu akiolewa nani atakuwa anatutumikia? Huyu naye ataoaga, huyu akiwa na bibi si ndio basi tutakulaga kafranga yake tena. Huyu naye wale wa Israeli, na kuwatoa Israeli kati yao. Wale maadui zako. Maana Israeli hapa ni wewe. Anakutoa katika mikono ya wabaya wako. Sasa kama kuna wabaya kama hao katika maisha yako, usiku wa leo unafanyaje? Unasema, Bwana ninatoa shangwe na shukrani. Kama vile ulivyotoa Israeli katika mikono ya maadui zake, ndio vile na mimi unaniondoa Bwana. Ndio vile na mimi unaniondoa. Mwezi wa 12 huyu Baba, nataka mabadiliko katika roho, mwili na akili. Mfalme wa falme, ninainua jina lako. Asante Bwana wangu kwa kuwa sina Mungu mwingine bali wewe. Alivyowatoa wana Israeli katika mikono ya maadui zao, na sisi usiku wa leo anatuondoa. Kwa hiyo mwezi unayokuja ni mwezi wa hadithi tu. Tunakuwa tunakumbukia yale tulikuwa tunayapitia. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 13 hapo unasema, wa 12 unasema, kwa mkono wenye nguvu ulionyooshwa, upendo wake wadumu milele. Mkono wake wenye nguvu ulionyooshwa, upendo wake wadumu milele. Ni katika shida gani ulioko unaona wakula msaada? Mkono wake Bwana unanyoka usiku wa leo na kuweza kukuinua na kuweza kukuokoa. Mkono wake Bwana unanyoka usiku wa leo na kusema leo ndio mwisho wa matatizo yako. Mkono wa Bwana unanyoka usiku wa leo. Mkono wake Bwana ulinyoka, ukanyoka. Upendo wake wadumu milele na milele. Yesu, tunatoa shangwe na shukrani kwa kuwa mkono wako unanyoka usiku wa leo, kwa kuwa upendo wako uko pamoja nasi katika njia zote tunazozipitia, katika biashara zetu, katika afya yetu, katika kazi zetu, katika ndoa zetu, katika watoto wetu, katika kila jambo lote tunalolifanya. Upendo wako wadumu milele na milele kwa uwezo wa jina lake Bwana. Asante mfalme wangu, asante kimbilio langu. Tunaenda mstari wa 14 hapa. Mstari wa 14 unasema, na kuwapitisha Israeli katikati yake, upendo wake wadumu. Unaona? Akawapitisha Israeli katikati ya yale maji makuu. Mkono ulinyooshwa wenye nguvu. Mkono ukatengeneza njia. Wakati ile njia ilikuwa imetengenezwa, ikaonekanaje? Kukawa njia kavu, Waisraeli wakapita. Tunatoa shangwe la shukrani usiku wa leo kwa sababu yale matatizo unayoyaona ni mazito. Usiku wa leo mkono wake Bwana umeshanyooka ili uweze kupita kwa usalama. Mkono wa Bwana unanyooka ndugu yangu. Usiangalie tena ukubwa wa matatizo, bali angalia ukubwa wa Mungu wetu. Angalia ule mkono wenye nguvu, wenye baraka ulivyonyooka, wana Israeli wakapita. Na wewe usiku wa leo unapita kwa uwezo wa jina lake Yesu. Kwa uwezo wa jina lake Yesu. Anasema hapa, lakini alimfungia Farao na jeshi lake katika bahari ya Sham, upendo wake wadumu milele na milele. Haleluya. Maadui zetu wale wanayekimbizana na sisi, wale waliotiaga monitoring spirits, kuangalia ameshaanza kuwa na relationship, kwa hiyo anataka kuolewa, wanaleta mikorogano mingine. Wale maadui wale waliosema tunamwona nenda katumbo kanaanza kuvimba, anabeba mimba tena, tulisemaga hata zahabu, wanaanza kufanya mbinu zingine. Wale wote vipe jina wewe matatizo yale unayefikiria
Anasema hapa, lakini alimfagia Farao. Wale maadui zako usiku wa leo Bwana anawafagia. Kwa hiyo wewe ni kumtukuza na kumshukuru tu. Unasema, Bwana, ninainua jina lako kwa kuwa maadui zangu wote unawafagia kama Farao, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Kwa uwezo wa jina lake Yesu. Bwana asifiwe sana. Upendo wake wadumu milele. Upendo wake Bwana anakupenda leo, alikupenda jana. Uangalie huko unakotoka ili uweze kuelewa upendo wake Bwana ni nini. Kuna jambo uliopitia katika maisha yako hauwezi hata kutambua uliponyoka vipi. Huyo ndio upendo wake Bwana. Akakulinda sehemu ulikuwa unajua kama hauna msaada. Upendo wake Bwana. Bwana asifiwe sana. Tuingie mstari wa 16 tuone. Mstari wa 16 unasema, kwake yeye aliyewaongoza watu wake katika jangwa, upendo wake wadumu milele na milele. Jangwa maana yake nini? Jangwa maana yake zile sehemu kavu. Zile sehemu unapitia zimekauka. Pesa haipatikani. Kazi hakuna. Chochote unachogusa ni kigumu. Anasema usiku wa leo, ambaye aliwapiga wafalme wenye nguvu. Kwake, mstari wa 16. Kwake yeye aliwaongoza watu wake katika jangwa, katika zile njia kavu. Usiwe na wasiwasi. Bwana yuko pamoja nasi. Anaendelea kutuongoza kwa sababu upendo wake wadumu milele na milele. Na usiku wa leo tunasema, Baba, tunainua jina lako, tunakutolea shangwe na shukrani kwa sababu upendo wako unaendelea kuwa nasi. Hata kama tunapitia zile njia kavu, hata kama tunapita jangwani, hata kama tunapitia mashimo marefu, lakini upendo wako Bwana unaendelea nasi milele na milele. Tunainua jina lako Bwana, tunatukuza jina lako. Huyu mwezi wa 12 ni mwezi wa kumtukuza Bwana. Na angalia uone ni kitu gani kitafanyika mwaka kesho. Waswahili tunasema aksanti inamalizaga matunda ya padiri, na matunda ya Mungu ni hivyo hivyo. Ukimtolea Mungu aksanti, ndo anaendelea kukubariki. Kwa hiyo huyu mwezi mzima, hata yale unaona kama hakukufanyia wewe unayaona, ameshaatenda kiroho, yatakuja kufikia kimwili baadaye. Toa shangwe na shukrani na uwe na matumaini ya kuwa Bwana anatenda. Asante sana. Twende mstari wa 17 tuone. Anasema hapa, ambaye aliwapiga wafalme wenye nguvu, upendo wake wadumu milele. Aliwapiga wafalme wenye nguvu. Wafalme wenye nguvu, wafalme gani? Yale mataifa yale yenyewe ameshazoea kukusumbua. Saa nyingine inaambatana na ukoo, na kwa kutokea ukoo na ukoo. Yalishazoea. Wasichana wote unaangalia kila siku, unasema unaangalia shangazi zako au ukoo wako. Nyie wote katika familia yenu hakuna ndoa. Vijana hawana vizio kupata maisha yao. Wako hapo tu wanaishi kwao. Unaona? Inakuwa ni matatizo yanayefuatana ukoo kwa ukoo. Umeshaona? Na wale wanakuwa na wafalme wao, wale wafalme wenye kuwa kuna mfalme mwenye kushikilia zile nguvu za giza. Alafu hapa anasema, ambaye aliwapiga wafalme wenye nguvu. Wale wafalme wanaojiinua katika familia yako, kusema kama tulishaka sinye pale, kuna agano kama hii familia haitatambushaga hapa. Wale kuna kwa huko mtu ni mfalme wa hiyo jambo ilipandwa katika familia. Wale wafalme wote kama hao. Wale wafalme wote kama hao. Toa shangwe na shukrani usiku wa leo kusema, Bwana, ninatoa shangwe na shukrani kwa sababu uliwapiga wafalme wenye nguvu. Upendo wako udumu milele na milele. Wafalme wale waliopandwa katika familia kuangamiza watu. Wale wafalme wenyewe wanaika kazi yao kufurahi watu wasiendelee katika maisha. Bwana usiku wa leo anawapiga wote kwa uwezo wa jina lake Yesu. Na tuko hapa tunasema, Baba, tunatoa shangwe na shukrani kwa sababu umeyatenda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tunaendelea mstari wa 18. Naye aliwaua wafalme wenye nguvu, upendo wake wadumu milele. Wale wafalme wenye nguvu wanakushikilia wewe. Huyu ndio mwezi wa mwisho, kwa sababu Bwana anawaua wote kwa jumla. Wale wafalme wanayejifanya wenyewe, wamejifanya ni wafalme katika maisha yako, hawataondoka. Lakini hapa ninatoa shangwe na shukrani kwa sababu Bwana anaendelea kuua mmoja mmoja wao. Wale wanakuletea uzito kutokupata kazi, wale wanakuletea uzito katika ndoa, wale wanakuletea magonjwa tofauti. Usiku wa leo mfalme wa wafalme yuko kwenye kazi. Tunainua jina lake kwa sababu anasema, naye aliwaua wafalme wenye nguvu. Wanajiona kama wana nguvu, lakini hawana nguvu kwa uso wake Bwana. Hawana nguvu.
Baba, tunainua jina lako kwa sababu vile vyote vinavyosimama kujionyesha kama vina nguvu, vyote Bwana anaua usiku wa leo kwa uwezo wa jina lake Yesu, kwa uwezo wa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Anasema hapa mstari wa 19, ujina za wafalme sasa. Sihoni mfalme wa Amori, upendo wake wadumu milele. Sihoni alikuwa ni mfalme miongoni mwa wale wafalme wa kujiinua kusema kama wenyewe wana uwezo katika maisha yetu, wale wafalme wa kukandamiza watu maisha yao. Usiku wa leo tunatoa shangwe na shukrani kwa sababu Bwana mabwana anaendelea kuteketeza wale wafalme wa kuleta nuksi na balaa. Bwana anaendelea kuwateketeza usiku wa leo. Asante Bwana, tunainua jina lako kwa kuwa upendo wako wadumu milele na milele. Bwana asante, wewe ni Alfa na Omega wetu, kimbilio letu. Tunaenda mstari wa 12, mstari wa 12 ama 20, unasema mwingine mfalme huyu Ogu mfalme wa Bashani, upendo wake wadumu milele. Huyo Ogu na yeye katika miongoni mwa wale wafalme wenyewe alishakuwa maisha jitiaka sisi ni wafalme. Anasema Ogu mfalme wa Bashani, upendo wake wadumu milele na milele. Unaona maana yake yeye huyo Sihoni mfalme wa Amori na huyo Ogu ni wale wafalme waliokuwa wanajiinua, wanajifanya wenyewe ni wafalme katika kuangamiza maisha ya binadamu. Lakini Bwana wetu usiku wa leo anawateketeza wote kwa uwezo wa jina lake Yesu. Na sisi tunafanyaje? Tunasema Bwana usiku wa leo hatuna jambo lingine lakini kuinua jina lako mfalme, lakini kusema Baba hatuna kimbilio lingine, lakini kusema Baba tunakukaribisha katika roho, moyo na akili katika hizi siku hizi za mwisho wa mwaka. Baba tunakuinua, hatuna Mungu mwingine bali wewe. Na ninakwambia ndugu yako, wakati tunamtukuza Mungu, wakati tunainua jina lake, yale unayoona yalishindikana yatakuwa mepesi. Utakuta kushtukia siku hiyo mbona hiki kitu sisikiaji tena. Unaona? Kwa sababu wakati Mungu anatenda, wakati yale matatizo yalianza katika maisha yako haujui, na wakati unamkabidhi Bwana yale matatizo yanapoisha hautojua. Bwana sifiwe sana. Ni mambo ya siri ya kiroho yenyewe sisi hatuwezi kuelewa. Mungu wetu peke yake ndiye anayejua. Bwana sifiwe sana. Tunaingia mstari wa 21. Akatoa nchi yao kuwa urithi, upendo wake wadumu milele. Wale maadui zetu wale, Bwana anawanyang'anya hata nchi yao kutupa sisi we urithi wetu. Ona upendo wa Mungu wetu. Vile vyovyote waliotuibia, Bwana anakwenda naye kuwanyang'anya wale. Bwana sifiwe sana. Bwana asifiwe. Ni vitu gani unajua wabaya wamekuibia? Ni vitu gani unavyosema hivi ndio wameniibia? Vyote Mungu anakurudishia urithi wako. Bwana sifiwe sana. Na kwa hiyo usiku wa leo unasema Baba, ninainua jina lako kwa kuwa urithi wangu wote unanirudishia. Na vya adui zangu wale wameniteketeza mimi vyote unawanyang'anya kwa uwezo wa jina la Yesu. Ni usiku wa kutamka unabii. Na ule unabii ni wewe unatamka unabii katika maisha yako, na mimi natamka unabii katika maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Maisha yako wewe yapate rangi zile unavyotaka maisha yako yawe. Ni kazi yako wewe mwenyewe kufanya hivyo. Bwana asifiwe sana. Tuende mstari wa 22. Mstari wa 22 hapo unasema urithi kwa Israeli mtumishi wake, upendo wake wadumu milele. Na ule kuweza kutufikiria kuwa na urithi kwa Bahati mtumishi wake. Unaona? Hapa unaniona nasimama anafanya hii kazi. Kuna wenyewe wanacheka, lakini katika kufanya zile kazi za Mungu, kwanza hata kama usimami kuhubiria, ile kumpenda Mungu peke yake, una urithi. Na ule urithi ametuahidia. Tunafanyaje usiku wa leo? Tunasema Baba, tunatoa shangwe na shukrani kwa kuwa umetukumbuka, upendo wako wadumu milele na milele. Na Mungu wetu anaendelea kutenda. Wakati tunamtukuza, wakati tunainua jina lake, milango ya mbingu inafunguka. Yale mahitaji yote tunayohitaji yanamwagika kama mvua usiku na mchana. Bwana asifiwe. Kuomba sio kule kuomba tu kwa kupigana na mashetani na mapepo. Kuomba kamata muda huwa unamuita Mungu, unamtukuza. Muimba nyimbo za kumtukuza Mungu. Unaona? Bwana asifiwe sana. Tuingie katika mstari wa 13 tusikie. Wa 23 samahani. Mstari wa 23 wa 23 unasema aliyetukumbuka katika unyonge wetu. Aliyetukumbuka katika unyonge wetu. Ukiwa na matatizo unakuwa mnyonge. Unataka kikiendeke hivi akiendeki unakuwa na unyonge.
Lakini Bwana mabwana hatusahau, wakati wa ule unyonge anakuwa pamoja nasi. Kwa ule unyonge anasema upendo wake wadumu milele na milele. O mfalme wa falme, katika zile njia za unyonge zote tunazozipitia, Baba hatupitii, yuko pamoja nasi na upendo wake wadumu milele na milele. Tunatoa shangwe na shukrani kwa sababu upendo wake wadumu milele na milele. Tunainua jina lake kwa sababu upendo wake wadumu milele na milele. Alfa na Omega wetu, kimbilio letu, yeye jana leo hata milele na milele, asiyebadilika. Bwana asifiwe sana. Asante. Tunaingia mstari wa 24 ama 24. Anasema hapa, alituweka huru toka adui zetu. Haleluya. Alituweka huru toka adui zetu. Ndio kwa maana tungali wazima, hatujafa. Wale wenyewe walishikwa na maadui walikufa zamani, lakini mimi hapa na wewe ndugu yangu naye niangalia, maadui walishindwa, ndio maana ungali unapumua. Kwa hiyo ninakuomba usiku wa leo usimame kwenye miguu yako na uweze kusema, Baba, ninatoa shangwe na shukrani kwa sababu umenikinga, kwa sababu umenilinda, kwa sababu umenitoa, ulituweka huru toka adui zetu. Adui wanapanga yao, lakini mfalme wa falme anaendelea kutuweka huru. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tuingie mstari wa 25 ama 25 tusikie. Mstari wa 25 hapa 25 unasema, ambaye humpa chakula kila kiumbe, upendo wake wadumu milele. Kila kiumbe anakipatia chakula mfalme wa falme. Hata ndege wa anga wanazunguka, anasema, oh, unajali nini mwanangu, nilikumba kwa mfano wangu. Ndege wa anga ninawavisha na ninawalisha, itakuwa wewe nilikumba kwa mfano wangu. Usiku wa leo tunasema, Bwana, tunatoa shangwe na shukrani kwa sababu unatupa vyote tunavyovihitaji. Vyote tunavyovihitaji Bwana anaendelea kutupatia usiku wa leo, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Uwezo wa jina lake Yesu, ambaye humpa chakula kila kiumbe, upendo wake wadumu milele na milele. Asante Yesu. Asante Bwana. Asante Kristo. Wengine naenda kwa kazi napata mshahara, juu niko natumika ndio maana. Hapana. Ile franga mshahara unaweza kuwa nao ukipokea tu unalipa madeni. Mwezi unafuata unakuja kuona kwa bahati nasibu tena unaishi. Unaona? Ukiangalia sana haiko tena mshahara ndio unakuweka. Kuna sehemu zingine watu hawakoga tena mshahara lakini wanaishi. Unaona? Biblia inasema ambaye humpa chakula kila kiumbe, mfalme wa falme, upendo wake wadumu milele. Wale wenyewe hawana mshahara wanaishi vipi? Wale wenyewe hawana madawa, maana hawana hospitali, wanaishi vipi? Ndio swala la kujiuliza. Kwa neema yake Bwana, kwa upendo wake Bwana, na upendo wake wadumu milele na milele. Bwana asifiwe sana. Tuingie mstari wa 26. Mstari wa 26 unasema hivi, mshukuruni Mungu wa mbingu, upendo wake wadumu milele na milele. Haleluya. Tumshukuru Mungu wa mbingu kwa upendo wake wadumu milele na milele. Upendo wake wadumu milele na milele. Unaikaa mwezi huu wa 12. Tunataka tubadilike. Niko nasikia wakongomani wote kila mtu anataka nini? Kila mtu anaongea positive. Lakini jambo moja ni hili. Tukitaka kubadilika na kubadilika ya kweli, ni kubadilika sisi roho zetu na akili yetu. Kubadilika sisi namna tunaya kufikiria. Ndio kubadilika. Tusio tunapalala tu tutabadilisha Kongo wakati wenyewe sisi hatubadiliki. Kuna wenye wanabadilika ni ulimi tu, kuongea maloba sukali nyawa Lingala wanasemaje. Wanaongea tu ya kufurahisha. Lakini unafanya nini kwanza wewe mwenyewe ubadilike? Wewe mwenyewe unafanya nini ili ubadilike? Unafanya nini? Kama huendi kwa masomo, anza kwenda kwa masomo, kwa sababu knowledge is power. Tupate akili ya kuweza kuzibuka. Unaelewa? Kuongea sana sio ndo kufanya. Bwana ataendelea kutupa nguvu na ujasiri. Tumshukuru Mungu wa mbingu, upendo wake wadumu milele na milele. Wadumu milele na milele. Na katika kurejea, katika kureflect huko kwenye tulikotoka, familia zetu, nchi yetu, wapi wazazi walikwenda vibaya, wapi mababu zetu walienda vibaya, ndio sisi tunajifunza mwendo mzuri na ndio tunaongoka. Na tunafanyaje usiku wa leo? Tunasema mfalme wa falme, Bwana mabwana, wale wazazi wetu walishindwa, yale mababu zetu walishindwa. Sisi tunatoa shangwe na shukrani na tunasema Bwana, tunatoa shangwe na shukrani sana na tunakushukuru kwa sababu umetupatia uwezo wa kuweza kukuelewa wewe, na tunaamini ya kuwa utatubadilisha.
Kongo yote kwa jumla, mfalme wa falme, malaika zake wanaendelea kuteremka. Na tunasema tunatoa shangwe na shukrani kwa kuwa ulinzi wako uko Kongo. Tunasema shangwe na shukrani kwa kuwa malaika zako wanasimama kona nne za nchi ile. Tunatoa shangwe na shukrani Bwana kwa sababu wewe uko pamoja nasi katika nyumba zetu zote. Tunatoa shangwe na shukrani usiku wa leo. Shangwe na shukrani. Nani siwadangani? Tukiendelea kufanya hivi mwezi wa 12, tunaandika hadithi mpya kiroho. Utake usitake tutabadilika. Alafu jambo lingine, binadamu wakubali wasikubali, ikiwa kama imeshaandikwa katika katiba ya maisha ya kuwa kama tumebadilika, hakuna atakayetubadilisha. Kwa sababu Mungu nguvu yake inakuwa pamoja nasi. Anatulinda usiku na mchana. Anatupatia akili mpya. Na kwa kuwa tunapokea akili mpya, tunatoa shangwe na shukrani na kusema Bwana, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni yule jana, leo, hata milele na milele. Asiyebadilika Mungu. Ule tunayemuita wakati wa shida na itika. Na ndio maana tunainua jina lako usiku wa leo. Baba, ninaamini ya kuwa uwezo na nguvu yako ya hili neno tumeongelea usiku wa leo linaingia katika roho, moyo na akili, ili tuweze kubadilika sisi na vyetu vyote, ili tuweze kubadilika sisi na jamii na jamaa zetu, ili tuweze kubadilika sisi na nchi yetu. Kitu kikubwa ninaomba usiku wa leo Baba, amani yako iweze kuikaa kona zote 4 za Kongo, mipaka 9 ya nchi zile 9 zinazozunguka Kongo. Usiku wa leo tunatoa shangwe na shukrani Bwana kwa sababu ulinzi wako uliteremka Yesu na umelinda Bwana. Tunatoa shangwe na shukrani kimbilio kwa sababu tulikuita na ukatusikia na huko pale unatenda maajabu. Tunatoa shangwe na shukrani kwa kuwa maajabu mengi makuu mfalme wa ufalme anaendelea kutenda. Anaendelea kutenda. Anasema niite wakati wa shida nitakuwa pamoja nanyi, na Bwana ameshakuwa pamoja nasi. Tunatoa shangwe na shukrani kwa sababu yuko pamoja nasi. Mfalme wa falme, Bwana mabwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Jioni ya leo tunainua jina lako. Tunainua jina lako Baba. Oh, asante Yesu. Oh, asante Kristo. Tunasema asante sana kwako Bwana. Ndugu zangu, kama mnavyoona habari njema, kipindi kinaisha kwa sasa, na natoa shangwe na shukrani kuona kama mko wengi mnafuatilia kipindi hiki, na Mungu ataendelea kuwabariki kwa kuwa mnaendelea kufanya kipindi. Mungu ataendelea kuwabariki. Bwana asifiwe sana. Tutatoa matangazo mapya ya programu sister goes na kama vile schedule, ili muweze kuwa mnaziangalia habari njema hata muda mwingine katika muda wenu. Bwana asifiwe sana. Tuombe ili tufunge kipindi hiki. Hadi hapo siku ya 4 wiki ijayo tutakuwa pamoja pia. Bwana, kwa uwezo wa jina lako mfalme wa falme, Mungu mkubwa, natoa shangwe na shukrani kwa kuwa ulikuwa pamoja nasi. Natoa shangwe na shukrani kwa kuwa Bwana unaendelea kutenda makuu yako na maajabu yako. Ninatoa shangwe na shukrani kwa upendo wako unayedumu milele na milele. Asante Bwana. Asante Kristo. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Amina. Amina. Bwana asifiwe sana. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi popote pale mlipo kwa uwezo wa jina la Yesu. Bye.